kubwa zaidi ni kuweza kuona kijana wa Kitanzania au kampuni ya Kitanzania ikiunga mkono jitihada kubwa za serikali katika kukuza michezo. Wengi wanaochukulia mchezo huu au wengi wamekuwa wakiuchukulia mchezo huu wa ngumi kama ni mchezo wa wahuni, lakini hiyo imekuwa proven kwamba sivyo hivyo. Mambo yamekuwa tofauti kabisa. Namuona Choki, hata kanzo aliyoivaa kwa Saudi huwezi kuipata kwa bei rahisi. Unaona hiyo ni ngumi au mikono imeongea na kumpeleka pale. Sasa kwa jitihada ambazo zimefanywa na kina Zayumba Family Mafia kuweza kukusanya vijana, utasema kwamba kuna miongo ambayo imepita. Walikuwepo mabondia, wametengeneza jina, wakautengeneza mchezo wa ngumi kufikia hapa. Mfano halisi ni Emmanuel Mlundwa, mmoja wa waanzilishi wa kwanza kabisa wa ngumi za kulipwa. Na hata humu leo hii mzee Mlundwa kuweza kukaa hapo meza moja na Omar Tol, inawezekana wengi wamfahamu, lakini Omar Tol unaweza kanyanyuka tu kidogo, ni mmoja wa watu ambao wamekuwa wakienda katika ngumi. Kuna wengine wanaweza wasifahamu Enza na Togro, Relo Gerezani, hata Diamond Jubilee, jinsi ambavyo ngumi zilikuwa zinapigana. Zilikuwa zina watu wanakwenda katika games za ridhaa, lakini transformation ambayo ilikuja kuletwa na kina Mlundwa ndicho hiki ambacho tunakipata leo hii. Sasa wakina Mlundwa wengine wanazaliwa lini? Wapi ambapo tunakwenda? Promoters wengine wanatoka wapi? Njia ndio hii hapa Mafia wanaionyesha. Kuweza kukusanya, kulipa, kukaa kambini na vijana wote hawa, ina maana kubwa kabisa kwamba ni kiasi kikubwa cha pesa kinatumika. Jitihada zenu Mafia na kile ambacho kinafanywa na Azam TV ndio njia ambayo naamini kabisa serikali ya Tanzania inataka tuende. Sio tu kupiga makofi, bali watu wafaidike na kile ambacho wanakifuata. Shukrani yangu ije kwenu wote ambao mmefika hapa, na itakapofika muda mwafaka muweze kuchagua viongozi sahihi, viongozi ambao wana vision ya mchezo wa ngumi. Naelewa kwamba kati yenu huwa mnaaminiana katika ngumi, lakini mimi sina imani kwamba kama nimecheza ngumi au nimecheza mpira wa miguu au nimecheza mpira wa kikapu basi ndio nafaa kwa kiongozi bora. Tulieni, angalieni nani anawafaa kabisa. Na katika dunia ya sasa hivi, kama hamna mpunga au hamna mtu mwenye mawazo ya kuweza kuleta pesa, hamtaweza kusogea popote. Kwa hiyo hili ndio ninaowaachia kwa siku ya leo, kabla ya kupitia upya katiba na kwenda katika uchaguzi ambao kwa kiasi kikubwa mnapaswa sana muishukuru serikali kupitia wizara yake husika michezo chini ya Profesa Paramagamba Kabudi, Hamisi Mwinjuma, pamoja na Katibu Mkuu Msigwa, na Baraza la Michezo la Taifa chini ya Bi Neema Msita. Kwa hiyo mimi niseme wazi, endeleeni kwenda katika njia hii na muendelee kukaa vema na Azam Media au Azam TV. Inawezekana mwakilishi wa Azam TV aliyoko hapa ni Wasiwasi Mwabulambo, lakini wanasema usingojee kufa ili usifiwe. Azam TV wamefanya mabadiliko makubwa sana, na ngumi au bondia akikosa ngumi ya kwenda kuonekana Azam TV ananuna kweli kweli. Pia lali imekugusa mara ngapi wewe kuambiwa kwamba uonekane Azam TV? Imekugusa sana, ambayo maana yake hata ukipigwa kesho, mtoto wa darasa la kwanza ukipita anasema yule ndo aliyepigwa yule Azam TV. Kuna sura nyingine unaweza kaiona huko ukauliza ni nani? Hivi ni waulize tu mlikuepo hapa. Huyu jamaa huyu hapa huyu. Hebu inuka. Yaani anaonekana Azam TV kwenye promo za ngumi kuliko mtu yoyote. Na amekuwa akosekane kwenye ngumi. Wasiwasi. Naam. Una timu nzuri sana ya production. Wanasema kwamba kwenda kumchukua mchezaji wa mpira saa 10 alfajiri kumwambia atengeneze promo ni tabu. Lakini bondia anaweza kaamka saa 7 na anampigia Masudi yenye kumwambia vipi, saa ngapi tunaenda kwenye promo. Kwa hiyo pokea shukrani hizi kwa promotion nzuri ambazo mnazifanya, na muendelee. Sio kuwafikia wale tu ambao wanafanya vema. Tunahitaji kuona sura nyingine. Na uhakika Choki, unapofanya mazoezi una sparring partner wako ambaye mzuri. Promoters, kuna mabondia wako huko hawapati nafasi. Kwa nini? Ni nafasi hiyo. Watafutieni nafasi. Mafia, tunaomba muangalie gym nyingine. Wapo mabondia ambao wana uwezo mkubwa lakini hawapati nafasi hizi za kupigana.
naomba mlichukue na hilo. Shukrani sana katika hili, na niwatakie maandalizi mema, na tutakuwa pamoja katika pambano yenu makubwa ya kimataifa. Asante.